Karibu katika simulizi ambayo inaenda kumhusu mwanasiasa Abdrahman Kinana, ambapo Abdrahman Kinana amekuwa akitazamwa zaidi kati ya wanasiasa ambao wamekuja kwa kasi na jina lake likaenda mbele. Vijana wamekuwa kimuiga kama mfano wao na role model wao. Katika anga ya siasa Tanzania, safari ya Abdrahman Omar Kinana ni mfano wa uongozi thabiti, huduma kwa taifa na ucheshi wa mawazo. Alizaliwa mwaka 1951 mkoani Arusha, kaskazini mwa Tanzania, akitokea katika familia yenye asili ya ukoo wa Kisomali wa Shekal baada ya baba yake kuhamia Tanzania akiwa mtoto. Mapema katika maisha yake alijielekeza katika utumishi wa taifa. Alijiunga na Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ na kukaa katika huduma hapo kwa zaidi ya miaka 20, ambapo alistaafu kwa cheo cha kanali mwaka 1992. Hapo safari ya uongozi ilianza kuchanua, akijenga msingi wa nidhamu, ujasiri, maarifa na utendaji kazi. Baada ya kustaafu jeshi, Kinana alihama kwenye siasa za kiraia kwa namna ya kipekee. Alihudumu katika nafasi mbalimbali serikalini kama naibu waziri wa mambo ya nje, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, na pia mbunge wa jimbo la Arusha kwa muda wa miaka 10, akiwakilisha wananchi wake kwa ari ya dhamira. Mojawapo ya nyadhifa muhimu zaidi alizowahi kushika spika wa bunge la Umoja wa Afrika Mashariki, yani East African Legislative Assembly, ambapo aliwahi kuwa spika wa kwanza wa bunge hilo tangu kuanzishwa kwake. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2001 hadi 2006. Hii ilikuwa ni hatua ya maana sana, kwani ilimwezesha kushirikiana na viongozi wa nchi jirani katika kuendesha ujumuishaji wa kanda za Afrika Mashariki. Katika siasa za ndani za chama, Kinana pia alichukua mkoba mikubwa kutoka katika mwaka 2012 aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, yani CCM, chama tawala cha Tanzania. Katika nafasi hiyo alifanya kazi kubwa ya kusimamia shughuli za chama, kukuza umoja na kuongoza kazi ya chama hadi mwaka 2018 alipotaka kustaafu kutokana na sababu binafsi. Aidha, mwaka 2022 alirudishwa tena kwenye uongozi wa juu ya chama alipoteuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa CCM Bara. Ilikuwa ni ishara ya amani kubwa iliyowekwa kwake na viongozi wa chama. Katika nafasi hiyo alitoa mchango wake hadi Julai mwaka 2024, wakati alipostaafu kwa ajili ya kupumzika baada ya huduma ndefu kwa taifa na chama. Safari ya maisha ya Abdrahman Kinana inaonyesha mtu aliyeishi kwa nidhamu, akijenga uongozi kutoka ngazi ya kijeshi hadi serikalini na mwisho kabisa kwenye uongozi wa chama kikuu cha siasa. Historia yake ni huduma kwa taifa, mshikamano wa kikanda na uwajibikaji wa kisiasa. Mfano wa kiongozi anayechipuka kwa mafanikio na alikutua. Abdrahman Omar Kinana alizaliwa mwaka 1951 katika mkoa wa Arusha, kaskazini mwa Tanzania, eneo linalojulikana kwa mandhari yake ya milima, utulivu na jamii yenye utamaduni wa kipekee. Alikuwa mwanaume mwenye nguvu ya kuishi maisha ya huduma ya umma tangu utotoni. Mapema akiwa kijana mdogo alisonga mbele na masomo yake ya msingi ndani ya mkoa alikokuwa aliofanya masomo yake ya msingi na sekondari ya Arusha na baadaye kusoma Old Moshi Secondary School, mojawapo ya shule zilizopo na hadhi ya juu kwa wakati huo nchini Tanzania. Baadaye Kinana alijikita zaidi katika kupata ujuzi wa juu. Alipata fursa ya kusoma nje ya Tanzania, akifanya masomo ya juu katika chuo kikuu cha Harvard, Marekani, ambapo alipobeba katika masuala ya usimamizi, mikakati na utawala wa umma, taaluma inayoenda vyema na kazi yake ya siasa na uongozi wa baadaye. Hivyo masomo yake yalitoka darasa la mtaa hadi vyuo vikuu vya kimataifa. Safari ilionyesha dhamira yake ya kujifunza na kutumika jamii kwa ufanisi mkubwa. Hii ni historia ya Abdrahman Omar Kinana. Mimi Daud Kale Patrick Mambuka. Hii ni Usiku TV.